Leo nataka nikwambie kwamba mapenzi ni muuaji namba 1 kuliko hata chuki. Yaani kiwa na maana gani? Mungu ana nguvu na anaweza kufanya chochote kuliko shetani. Nina maana gani? Hujanielewa bado. Ninachojaribu kusema ni nini? Soma kitabu cha Yohana 3:16 anakuambia kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili afe kwa ajili ya ukombozi wa dhambi. Na ndio maana wewe unapokuwa umempenda mtu unashangaa uko tayari unywe sumu kwa ajili yake. Uko tayari muda mwingine umfanyie kitu pale anapogeuka. Mapenzi yanaweza kuondoa ufahamu wa mwanadamu, mapenzi yanaweza kumfanya mwanadamu achanganyikiwe. Mapenzi yanaweza kumfanya mwanadamu aliyekuwa mtu ageuke mnyama. Mapenzi yanaweza kumfanya mwanadamu aliyekuwa hana amani awe na amani. Kwa mapenzi yanaweza kuwa chanya au yanaweza kuwa hasi, yanaweza kuleta vitu chanya au vitu hasi. Kwa hiyo mapenzi si kitu cha kuchukulia kawaida. Kina nguvu sana. Unatakiwa utembee katika njia ya kutohukumu. Utembee katika njia ya kutoruhusu visasi. Utembee katika njia ya kuweza kuachilia muda wote. Kumbuka unaweza kuumizwa muda wote, unaweza kukataliwa muda wote, unaweza kuambiwa mimi sikupendi, sikutaki. Kwa sababu mwanadamu hapa duniani anaweza kubadilika muda wote, saa yote. Hakuna mwanadamu ambaye ni mkamilifu na unaweza kusema huyu namwamini 100%. Leo yupo anacheka, kesho atalia. Leo yupo anakuambia nakupenda, kesho atakwambia nakuchukia. Leo anasema kwamba wewe ni kila kitu, lakini kesho atakwambia wewe si kitu chochote kwenye maisha yangu. Leo atakwambia wewe nikikuona na furahi, lakini kesho anaweza kukwambia wewe nikikuona na hisi kinyaa. Utajiuliza huyu ni mwanadamu wa aina gani? Mungu pekee ndio Mungu anayeweza kukupenda na kukuonea huruma bila kujali wewe ni nani, unapita kwenye njia gani. Kumbuka Mungu hamchukii mwanadamu hata mmoja. Wote anawapenda, ila tabia zetu, maasi yetu, dhambi zetu ndo huwa anazichukia. Au upendo wetu, utuema wetu, fadhili zetu ndivyo vinavyomfurahisha na kumchekesha. Wewe chunguza maisha yako rafiki yangu. Usikubali kuwa ni mhanga wa mapenzi ya ulevi. Kubali kutumia akili. Kubali kujua chochote kinaweza kutokea. Unapozama usije ukamwagika ukajisahau. Mtu pekee ambaye unaweza kumpenda kwa moyo, akili, fahamu na nguvu zako zote ni Mungu pekee, kwa sababu yeye anakuwazia mema na amepanga mipango mema juu ya maisha yako bila kujali unapitia majaribu gani. Lakini mwanadamu mpende kama nafsi yako. Kupenda kama nafsi yako unatakiwa utumie akili. Nafsi imejumuisha vitu vitatu: maamuzi, hisia na akili. Kwa upende kwa akili. Tofauti na hapo utateswa na utaangamia. Fanya maamuzi sahihi kabla ya kupenda, lakini hisia zako zitawale kwenye mapenzi. Hapo ndipo utaweza kushinda tasnia ya mapenzi duniani. Mamilioni ya watu leo wamekunywa sumu, wengine leo wanatamani wajinyonge, wengine leo wanapitia machungu, mioyo yao imeanza kupata pressure na kisukari. Akili zao zimechanganyikiwa, fahamu zao hawana maamuzi. Wanashindwa wachukue hatua gani, wajitoe au waendelee kuumia. Wazidi kukaa kwenye hayo mahusiano ya uchumba au waache. Wengine wapo kwenye ndoa, mateso chungu mzima hayaishi. Wameshaona ni kama maisha yao yameumbika kuteseka. Lakini leo nataka nikwambie, unapoanza kumpenda Mungu, mwanadamu atakupenda. Unapoanza kumkubali Mungu, mwanadamu atakukubali. Maandiko yanasemaje? Uzuri ni ubatili, lakini mwanaume au mwanamke mcha Mungu ndiye atakayeheshimika. Mtu yeyote anayemcha Mungu, ina maana mtu anayekuzunguka yote atakuwa na hofu juu ya Mungu aliyeko ndani yako. Sisi wanadamu hatuwezi tukaogopesha wala kuheshimiwa kama hatuna kitu cha thamani. Ndio maana kuna wengine wanachukua madawa ya kichawi ili waweke utisho ndani yao. Wengine wanamweka Mungu ndani yao ili waweke utisho na heshima. Kwa mwanadamu ni kasha kama hakuna Mungu ndani yao. Mwanadamu ni hatari kama akimweka shetani kwenye maisha yake. Kumbuka wewe mwanadamu unahitaji ugeuke. Unahitaji uache uovu. Unahitaji utengeneze upendo ambao
unazingatia maamuzi, hisia na akili. Usiende kichwa, utaumia rafiki yangu. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Wengi wameumia, wengi wamelia, wengi wamenitafuta, lakini uzuri Mungu amenipa neema, na wapa vitabu na washauri. Wengine pia nawaombea, na maisha yao leo yanang'ara kama dhahabu. Na wewe unaweza kuchukua hatua. Share, like, comment, lakini pia usiache kututafuta. Naamini kwamba Mungu hatakuacha. I love you. Thank you for watching.